Karibu katika simulizi ya maisha na safari ya uongozi ya Mwalimu Moses Ludovick Kaegele, mkuu wa wilaya ya Butiama. Nitakupitisha mwanzo hadi mwisho, ni wapi alipotoka, safari yake, alipopita milima na mabonde, ni yapi ambayo aliyafanya wakati akiwa bado huko katika mkoa wa Mara, ambapo aliweza kupata sifa nyingi sana. Uongozi wake umekuwa ukitajwa sana kama kiongozi mwenye kuleta mabadiliko, kiongozi mwenye kuonesha ndoto kwa vijana wengi, kiongozi mwenye kuleta mafanikio pale pindi jina lake linapotajwa sehemu, basi huwa lazima watu wafurahi sana kumsikia Mwalimu Moses Ludovick Kaegele. Mimi ni Alexander Skodrizi, nitaenda kusimulia simulizi hii kwa kina, ikimhusisha kiongozi huyu ambaye ameweza kufanya mambo makubwa sana katika wilaya ya Butiama akiwa kama mkuu wa wilaya. Ni yapi amefanya katika hili tutaenda kuzungumzia ndani ya simulizi hii ambayo itaenda kusimuliwa nami mwanzo hadi mwisho. Cha kufanya, tulia hapo hapo. Katika ardhi ya Butiama, mahali penye historia nzito ya taifa pia na fikra za uongozi wa baba wa taifa, kuna simulizi ya kiongozi ambaye anabeba dhamana ya kuendeleza misingi ya huduma, maadili na maendeleo ya jamii. Huyu si mwingine bali ni Mwalimu Moses Ludovick Kaegele, mkuu wa wilaya ya Butiama. Jina la mwalimu si la bahati mbaya, linaakisi safari ya maisha iliyojengwa juu ya misingi ya elimu, nidhamu na malezi ya uwajibikaji. Ingawa taarifa rasmi za umma hazijaweka wazi tarehe yake ya kuzaliwa au mazingira ya awali ya utotoni mwake, mwenendo wa maisha yake unaonesha wazi kuwa alikulia katika mfumo pia unaothamini elimu kama nyenzo ya mabadiliko ya jamii, na wazi kwamba alijifunza mapema kuwa kiongozi bora huanza kama mwanafunzi mzuri wa maisha, kukua na kujengwa kwake kielimu. Safari ya Mwalimu Kaegele inaakisi mtu aliyepitia mafunzo ya elimu na malezi ya nidhamu yaliyomjenga kuwa msikivu, mtulivu na mwenye mtazamo wa muda mrefu. Elimu kwake haikuwa darasa pekee, bali ilikuwa ni chombo cha kumsaidia kuelewa watu, changamoto zao na namna ya kutatua matatizo kwa busara. Ndio maana katika uongozi wake amekuwa akisisitiza mara kwa mara umuhimu wa elimu ya fedha, akiamini kuwa maarifa sahihi humkomboa mwananchi dhidi ya umaskini wa fikra kabla ya umaskini wa kipato. Katika mojawapo ya matukio ya umma alinukuliwa akisema, elimu ya fedha inamwezesha mwananchi kupanga matumizi yake, kuepuka madeni yasiyo ya lazima na kujenga maisha yenye uhakika wa kesho, alisema Moses Kaegele. Kauli hii inaonyesha wazi namna unavyomuona kiongozi kama chombo cha kuwezesha wananchi, si kuwaimarisha tu. Safari ya utumishi wake wa umma. Hatua kwa hatua, Mwalimu Kaegele aliingia katika mifumo ya utumishi wa umma, akijifunza kwa vitendo namna serikali inavyofanya kazi na namna maamuzi yanavyogusa maisha ya watu kwa kawaida. Safari hii ilimjenga kama mtendaji anayejua kusikiliza kabla ya kuamua. Alipoteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Butiama, alikabidhiwa ofisi, lakini pia hakukabidhiwa tu ofisi, bali pia dhamana ya kusimamia amani, usalama na maendeleo ya wananchi katika wilaya yenye uzito wa kihistoria wa taifa. Uongozi wake Butiama. Akiwa Butiama, Mwalimu Kaegele amejitofautisha kwa kiongozi wa karibu wa wananchi. Ameweka mkazo katika ushirikiano katika serikali ya jamii, uwajibikaji wa wakandarasi na taasisi, maendeleo uchumi kupitia kilimo, ufugaji na elimu, utunzaji wa mazingira kwa ajili ya vizazi vijavyo. Katika masuala ya uzalishaji wa uchumi wa wananchi, aliwahi kusisitiza kuwa tukiboresha ufugaji na kilimo kwa kutumia mbinu za kisasa, tutainua uchumi wa familia na taifa kwa ujumla. Hii inaonyesha falsafa yake kwamba maendeleo ya taifa huanza katika kaya ya wananchi mmoja mmoja, amani, mazingira na maadili. Mwalimu Kaegele ameonekana kuwa kiongozi anayethamini amani kwa misingi wa maendeleo. Katika migogoro ya kijamii au changamoto za mpaka wa rasilimali, amekuwa akisisitiza majadiliano, busara na heshima. Pale pia amekuwa mstari wa mbele kuhimiza upandaji miti na utunzaji wa mazingira, akiamini kuwa uongozi wa leo haupaswi kuharibu kesho ya watoto wa taifa. Taswira ya kiongozi.
Kwa mitazamo kwa ujumla, Mwalimu Moses Kagere anaonekana kama kiongozi anayejengwa na elimu ya maadili. Msimamizi wa maendeleo anasisitiza maarifa kabla ya misaada. Mwalimu hata akiwa kiongozi anayefundisha kwa maneno na vitendo. Mtumishi wa umma analiona jukumu lake kama wito, si cheo. Hitimisho. Simulizi ya Mwalimu Moses Rudovich Kagere bado inaendelea kuandikwa. Huenda historia yake ya kuzaliwa na utotoni mwake, lakini kauli zake za falsafa yake kama kiongozi tayari zimeanza kuacha alama katika moyo ya wananchi ya Butiama. Ni simulizi ya kiongozi anayejenga watu kabla ya kujenga miradi, anayefundisha kabla ya kiongozi, na anayesimamia dhamana ya taifa na unyenyekevu na busara. Hii ni simulizi ya Mwalimu Nyerere Rudovich, ambaye tunaweza tukamwita Mwalimu Nyerere kulingana na wilaya ambayo anasimamia mpaka hivi sasa. Mimi ni Alexander Scott Rizzi. Hii Usiku TV.